Haijalishi unapitia changamoto gani, bado lipo tumaini. Bado kuna njia ya kuvuka huo mtihani. Mungu ninayemhubiri, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ni Mungu ambaye bado anakuwazia wewe mawazo mazuri. Yeye ana mpango wa kukutoa, ana mpango wa kukuvusha, mpango wa kukupeleka sehemu ya ushindi zaidi kuliko hapo ulipo. Lakini ili yeye aweze kutekeleza mpango wake mzuri, wewe una wajibu, una majukumu lazima uyatekeleze kwanza, ili umruhusu yeye kufanya sehemu yake. Na ndiyo maana anakufundisha neno lake, makusudi ujue ni nini ulio wajibu wako, na katika kuutekeleza huo wajibu unamruhusu yeye kuhusika na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo, na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 19 hadi wa 20. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka kama mia, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Hapa tunakutana na habari ya baba wetu wa imani, Baba Ibrahim. Neno linasema ya kwamba ingawa Ibrahim alikuwa ana umri wa miaka mingi, miaka karibu 100, na mkewe akiwa na miaka karibu 90, ambavyo isingewezekana wao wawili kupata mtoto, lakini bado Ibrahim hakukata tamaa. Maandiko yanasema hakuwa dhaifu wa imani, bali alikuwa shujaa wa imani. Alikuwa mtu wa kuendelea kuamini hata pale mazingira yalipopingana na imani yake, bado yeye aliendelea kumwamini Mungu. Lakini nataka tuangalie hususan mstari wa 20 ambapo inasema, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Kuna jambo la kujifunza katika mstari huu, ni kwamba Ibrahim ili aendelee kuwa imara katika imani hakuangalia matatizo yake, badala yake aliangalia ahadi ya Mungu. Mara nyingi tunapokuwa na neno la Mungu tumelishika, tuna ahadi fulani tunaitegemea, alafu changamoto zinapokuja, huwa wengi wetu wana tabia ya kuacha kuangalia ahadi, wanaanza kuangalia changamoto, wanaanza kuongelea kuhusu tatizo, wanaanza kuongelea ukubwa wa tatizo. Mara nyingi kila anayefanya hivyo huwa anaishia kufeli, huwa anaishia kushindwa na lile tatizo. Tuchukulie mfano mzuri kwa mtume Petro. Neno linasema siku moja Yesu alikuwa akitembea juu ya maji, na Yesu alipokuwa akitembea juu ya maji alimuita Petro, akamwambia Petro, njoo. Na Petro akatoka kwenye mtumbwi akatembea juu ya maji. Lakini Biblia inatueleza ya kama Petro alitoa macho yake kwa Yesu, akaanza kuangalia dhoruba, akaanza kuangalia upepo na bahari. Biblia inaeleza alipoacha kumwangalia Yesu, akaanza kuangalia shida zake, alianza kuzama. Vivyo hivyo imani inafanya kazi siku zote. Imani inafanya kazi na imani itatoa matokeo. Lakini imani inayotoa matokeo, imani inayofanya kazi, ni imani ambayo imekazwa katika neno la Mungu, haikuchanganywa na mashaka, haikuchanganywa na wasiwasi. Kila mara unaposimamia neno la Mungu, hakikisha huruhusu mawazo yako kuongelea au kufikiria kwa ukubwa lile tatizo lako. Badala yake weka akili yako, weka umaanani wako, weka umakini wako katika neno la Mungu, kwa sababu ninakuhakikishia jambo hili, kwa njia hiyo utaifanya imani yako iwe imara na thabiti, na hivyo unaweza na wewe kuwa shujaa wa imani. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.